tungali wenye dhambi, tungali wenye dhambi. Tulipokuwa dhambini, Yesu akakubali kutoa uhai wake ili atuokoe. Pale msalabani akaimwaga damu yake, akatoa uhai wake. Mwamedi nikaokoka. Mtume wangu hakuweza kulipa fidia ya kuniokoa. Dini yangu haikuweza kulipa fidia ya kuniokoa. Manabii hawawezi, mitume hawawezi. Yuko mtu mmoja Mungu aliuliza katika kitabu cha Isaya, akasema tumtume nani? Naye ni nani atakaye kwenda kwa ajili yetu? Mbingu zikanyamaza, malaika wakanyamaza, ikasikika sauti ya upendo ya mwana wa Mungu. Yesu akasema, nitume mimi Baba, mimi nitakwenda. Katika kitabu cha Wafilipi akajifanya, anasema yule mwanzo alikuwa na namna ya Mungu, yani alikuwa sawa na Mungu, lakini akajifanya, akaona kitu cha kuwa sawa na Mungu sio kitu cha kushikamana nacho. Akajifanya kama hana utukufu. Sio kwamba alikuwa hana utukufu, alijifanya kama hana utukufu. Akavaa namna ya utumwa, akawa mtumwa, akanyenyekea, akivaa mwili wa mwanadamu, akazaliwa kwa mwana mwanadamu, akanyenyekea mpaka mauti, mauti ya msalaba. Alikuja kutafuta, alikuja kuokoa. Nisikilize mama, kitu pekee kinachokufanya uteseke, kitu pekee kinachokufanya uwe mbali na Mungu sio dini yako, sio dhehebu lako, ni dhambi. Dhambi inatutenga na Mungu, dhambi inatutenga na Mungu. Mungu ni mtakatifu, hashirikiani na dhambi yoyote. Dini haiwezi kuokoa dhambi, dhehebu haliwezi kuondoa dhambi, mitume hawawezi kuondoa dhambi, hata chumvi ya upako haiwezi kuondoa dhambi, mafuta ya upako hayawezi kuondoa dhambi. Nataka nitangaze, iko dawa moja, iko dawa moja ya kuondoa dhambi. Ni damu ya Yesu, ni damu ya Yesu, ni damu ya Yesu. Damu ya Yesu inatutakasa, damu ya Yesu inatusafisha, damu ya Yesu inaondoa dhambi. Piga kelele